Paka ni mnyama mdogo lakini mwenye mvuto mkubwa unaovuka mipaka ya tamaduni na mabara. Mwendo wake wa kimya kimya, macho yanayong'aa gizani na tabia yake ya kutotabirika vimemfanya awe kiumbe anayeheshimiwa, kuogopesha na kupendwa kupita kiasi. Ndiyo maana duniani kote mamilioni ya paka wamehusishwa na tafsiri tofauti tofauti, kuanzia ishara ya bahati njema hadi dhana za kichawi. Katika jamii mbalimbali, paka huchukuliwa kwa mitazamo tofauti. Misri ya kale ilimpa paka heshima ya kipekee kama kiumbe mtakatifu. Katika baadhi ya jamii za Asia, paka huaminika kuvutia baraka na mafanikio. Lakini pia Ulaya ya zamani, hata hivyo, ilimhusisha paka, hasa wa rangi nyeusi, na wachawi, hali iliyosababisha hofu na mateso kwa mamilioni ya paka. Mitazamo hii tofauti inaonyesha jinsi imani za jamii zinavyoweza kumbadilisha mnyama mmoja kuwa ishara ya heshima au chanzo cha woga. Katika jamii nyingi za Kiafrika, paka amezungukwa na simulizi za kishirikina. Huaminika kuwa wachawi humtumia paka kama vyombo vyao, kutumwa usiku, kupeleka mikosi au kupeleleza. Dhana hizi zimejengwa juu ya tabia za paka zisizoeleweka kirahisi: kuonekana ghafla, kutembea kimya kimya na kutazama gizani kana kwamba anaona ulimwengu mwingine. Hata hivyo, kielimu, haya ni maumbile ya kawaida ya paka, si dalili za uchawi. Miongoni mwa maajabu yanayowashangaza watu wengi ni kwa nini paka analia kama mtoto mchanga. Sauti ya miau ya paka mara nyingi hufanana na kilio cha mtoto, jambo linalochochea hofu au imani potofu kwa baadhi ya jamii. Kwa mtazamo wa kisayansi, paka hutumia sauti hii kama lugha maalum ya kuwasiliana na binadamu. Cha kushangaza, paka watu wazima hawatumii miau sana. Wanapowasiliana na paka wenzao, hutumia sauti hii zaidi kwa binadamu. Sauti hiyo imebadilika kwa njia inayogusa hisia za binadamu, kwa sababu masikio ya binadamu yameumbwa kuitikia haraka kilio cha mtoto. Hivyo, paka anapolia kama mtoto, anakuwa anavutia huruma, msaada au umakini, iwe ni kwa njaa, maumivu, upweke au hitaji la uangalizi. Ndiyo maana sauti hiyo huonekana ya ajabu na kwa baadhi ya jamii hutafsiriwa vibaya kama ishara ya mambo ya kichawi. Paka ni kama chui mdogo wa nyumbani, mwenye silka zile zile za uwindaji, ila kwa kiwango kidogo. Swali linalofuata ni kwa nini paka anaishi na binadamu badala ya porini? Jibu lake liko kwenye historia ya maelfu ya miaka. Paka alijikurubisha kwa binadamu kwa hiari, akivutiwa na panya waliokuwa wakiharibu nafaka kwenye makazi ya watu. Binadamu naye akamkubali kwa sababu alisaidia kudhibiti wadudu. Tofauti na mbwa, paka hakufugwa kwa nguvu. Alichagua kuishi na binadamu kwa maslahi ya